Bwana, mambo vipi? Hujambo na karibu Off Pitch TV. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnayapata yale mengi ya kimichezo baada ya kutamatika kwa mchezo wa klabu ya Simba dhidi ya Mashujaa na Simba kuibuka na ushindi wa magoli 2-1. Mengi yamezungumza hasa jinsi ambavyo Simba wao walipata yale matokeo na mengine mengi. Lakini achilia mbali hilo, tumepata taarifa kutoka kwa mchambuzi nguli wa michezo Edo Kumwembe. Yeye ametupenyezea kile ambacho kimetokea hasa kwenye haya makampuni ya kubeti. Pengine labda inaweza isiwe na afya nzuri kwenye soka letu, achilia mbali kwenye kubeti, lakini pia inaweza ikaleta shida kwa sababu timu nyingi sana zinadhaminiwa na haya makampuni ya kubeti. Ukienda Simba unakutana na Mbet, ukienda Dodoma unakutana na Moja Bet, One Bet, lakini pia ukienda Young African Sport Pesa na kadhalika. Hawa kwa pamoja kuna taarifa ambayo ipo nayo hapa, na mimi nanukuu kile ambacho amekisema Edo Kumwembe na kufikishia wewe. Kumwembe amesema kuwa amepenyezewa taarifa kuwa makampuni makubwa yanayojihusisha na masuala ya betting yanapanga kuondoa ligi ya Tanzania katika mikeka, na pia inasitisha mikataba ya timu za Tanzania, wakisema timu za Tanzania zina matokeo ya ovyo, ya ajabu na ya kupanga. Naambiwa kuna uwezekano kampuni za betting zikaondoa timu za ligi kuu za Tanzania bara katika mikeka yake. Wachezaji, waamuzi na watu wazito wanapanga matokeo, lakini pia wanafikiria kujiondoa katika udhamini wa timu za ligi kuu ambazo wanadhamini. Sina comment katika hilo, nimeambiwa tu, ameandika Edo Kumwembe. Kwa maana hiyo basi huenda lolote likatokea kwenye hiki ambacho kinaendelea sasa hapa. Je, tunajiuliza makampuni mbali na ya kubeti yepi ambayo yanaweza katia pesa kwa Simba, kwa Young Africans kuweza kuendesha? Pengine wewe unaweza kuwa na majibu, dondosha comment yako hapo chini. Lakini baada ya hii tumepata ripoti kutoka kwenye huo mchezo. Bodi ya ligi wametoa ripoti kwa nini ziliongezwa dakika 15 na kwa nini ilipatikana kadi nyekundu na kwa nini magoli yalikuwa penalti. Sasa hapo nisikilize kwa makini hapo na kujuza kile ambacho kimetokea siku hiyo. Tuanze na matukio. Tukio la kwanza, haya ni matukio ambayo yamesababisha kipindi cha pili kuongezeka kwa dakika 15. Kama unajiuliza kwa nini dakika 15, haya ndo majibu. Tukio la kwanza ambalo limesababisha ni goal kick 10 upande wa Mashujaa. Kuanzia mpira ukianza kwa kipa kwenda mbele, walikuwa wakichelewesha mara kwa mara mpaka kipa akapata kadi ya njano, kwa maana kadi ya kupoteza muda. Pale kuna dakika ambazo lazima muamuzi aziongeze. Lakini tukio la pili, Mashujaa wamecheza follow 10, intercept 17 na block 5. Zote zilisababisha mpira kusimama, wachezaji kupata matibabu ikiwemo na kipa. Hapa pia kuna dakika ambazo zilipotea, hivyo ilikuwa ni lazima zifidiwe dakika hizi. Lakini tukio jingine, walitoa mipira 22 nje ili kusababisha mipira ya kurusha na kona 5 kwa Simba zilizokuwa zinazongwa kupoteza muda kabla ya kupiga, na Mashujaa walipata kona 2 zilizochelewa sana kupiga. Ama tukio yote yamepatikana kipindi cha pili. Kwa maana hiyo basi walikuwa wakitoa mipira maksudi, na wakati Simba naenda kuokota mpira wa kurusha walikuwa na zonga hivi ili waweze kuchelewa. Kwa hiyo hapa mwamuzi alikuwa na kila sababu za kuongeza dakika. Tukio la 4, wachezaji watatu wa Mashujaa walipata yellow card. Dakika ya 50 kipa, dakika ya 78 kipa tena, kwa maana ikawa nyekundu, na dakika ya 114 Ngushi naye alipata kadi. Kutokana na makosa tajwa, mpira ulisimama kwenye kila kutoa dakika. Kwa hivyo mwamuzi alikuwa na haki na wajibu wa kuweza kuongeza muda mpaka kufikia dakika 15. Lakini tukio la 5, watoa huduma, yani kwa maana madaktari waliingia uwanjani. Kwa Simba waliingia mara 2, kwa Mashujaa waliingia mara 5. Pia first aid stretchers ziliingia kuchukua wachezaji wa Mashujaa mara 3 na kuwatoa nje, ikiwemo mchezaji pinzani kwa maana Balama Mapinduzi. Mbaya zaidi, wakati anabebwa alishuka kwenye machela na kutaka kuingia. Ile ni dhihaka ambayo alionyesha, kiasi kwamba pia muamuzi alikuwa na kila wajibu na haki ya kuweza kuongeza dakika hizo 15. Muda ulivyotumika. Sasa twende kujua muda ulitumika vipi mpaka zikaongezwa hizo dakika 15. Ya kwanza, dakika 50 goal kick upande wa Mashujaa
ilicheleweshwa na kipa kwa dakika 2 mpaka kupata yellow card na madaktari kuingia kumtibia. Yaani ndani ya dakika 50 kipa alipoteza muda wa dakika 2. Kwenye football dakika 2 unaweza ukapata goli. Tumeona hata Manchester United dhidi ya Olympic Lyon ndani ya dakika ya 7 walipata magoli 3. Kwa maana kipa alipoteza dakika 2 kuanzia dakika ya 50 mpaka dakika ya 52 na sekunde 30. Kwa hiyo hili mlazimu mwamuzi aweze kuongeza dakika. Lakini ilipofika dakika ya 58, Mashujaa walitaka kufanya substitution kwa wachezaji wawili, atoke Jafari Kibaya na Yahya Mbegu, na kibao kilionyeshwa, ila alitoka Kibaya na Mbegu akawa anazuga kutotoka mpaka refa akaamua kuanzisha mpira. Hilo tukio lilitumia dakika 2, kwa maana tayari dakika 4 hapo ambazo zimepotea na sekunde 30. Lakini tukio jingine ni kwamba substitution kwa Simba, wachezaji wawili waliingia, Mutale dakika 63 na Mukwala dakika 81. Hayo matukio yalichukua jumla dakika 1. Ukijumlisha zile 4 unapata dakika 5 na sekunde 30. Lakini tukio jingine ni substitution kwa Mashujaa, kuingia kwa Yahya Mbegu dakika 62 na Hassan Haji plus Emmanuel dakika 75. Haya matukio yalichukua dakika 2, jumlisha na zile 5 na sekunde 30 unapata dakika 7 na sekunde 30. Lakini tukio jingine ni matibabu na kutoa wachezaji nje kwa Mashujaa. Kulikuwa na jumla dakika 8 yaliyopotezwa muda kwa zaidi, kulikuwa na matukio 8 ambayo walipoteza muda kwa dakika 2. Jumlisha zile 7 unapata dakika 9 na sekunde 30. Lakini tukio jingine ni dakika 78 ilipotoka kona kwa Simba, kwa maana kwenye lango la Simba. Mashujaa wao walipoteza muda ndani ya dakika 1, mpira wa kona ambao walichukua dakika 1 nzima kwenda kupiga mpira ule wa kona, kiasi kwamba ikazaa red card. Hii pia unaongeza kwenye zile dakika, unaweza kupata zaidi ya dakika 8 na sekunde 30. Lakini pia goalkeeper Mashujaa alipopewa red card na kutakiwa kutoka nje ya uwanja akagoma. Wachezaji wengine wa Mashujaa na technical bench kuanzia kufanya vurugu zilizopelekea wachezaji ngushi kupewa yellow card, na tukio hilo lilichukua zaidi ya dakika 3 mpaka kipa kutoka nje. Ukijumlisha na zile 8 unapata dakika 12 na sekunde 30. Lakini pia zogo hilo iliendelea mpaka kwenye dressing room kwenda kuchukua jezi ya kipa aliyetolewa ili kubadili na kuwaacha kipa wa akiba akiwa benchi. Hili lilileta vurugu wakati wa kurudi uwanjani, mpaka wachezaji wa akiba wa Mashujaa kuanza kutupiana maneno na wachezaji, Karie kurusha chupa ya maji, na mashabiki wengi. Ilichukua dakika 2 mpaka kuleta, na ile dakika 13 unaweza kuona zimetimia dakika 15, lakini bado dakika 94 na dakika 101 ziada. Kipa Mashujaa alipoteza muda zaidi ya dakika 2. Ukiplus kule unaweza ukaona dakika nyingi ambazo zimeweza kutumika, na tukio la mwisho dakika 102. Matibabu kwa wachezaji yalichukua zaidi ya dakika 2. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanauliza ilikuwaje dakika 15, haya ndio majibu ambayo tumeyapata kutoka kwa bodi ya ligi. Kwa hiyo hivyo hakuna lawama kwa Simba, bali lawama wajilaumu wao wenyewe Mashujaa. Kwa mengi zaidi hakikisha tu una subscribe Off Pitch TV. Mimi ni the voice of miracles. Bye bye mpaka wakati mwingine tena.